Mtazamaji wangu hujambo, matumaini yangu mzima wa afya. Karibu mezani ya leo ni kueleze kuwa misukosuko ya hali ya kisiasa hapa nchini inazidi kuyeyusha na kutingiza vigogo wa kisiasa. Mezani ya ripoti ya siku ya leo inakutaarifu kuwa mwendelezo wa siasa za vyama unashika moto. Tayari wanasiasa wanaendeleza ufungamano wao mapema na vyama, huku wengine wakijishirikisha wananchi. Yote haya ikiwa ni kuzua upato wa kura kutoka kwa wananchi na hatimaye ushindi wa vyama vyao husika kwenye chaguzi zijazo. Naam, vyama vya kisiasa bila shaka tayari zimeanza kufanya mikutano ya wakilishi wake wa kitaifa NDC ya mwaka huu ikitafsiriwa kuleta uzito mpya wa kisiasa hasa kwa mrengo wa umoja wa upinzani. NDC ikiwa ni mkutano wa wakilishi wa vyama vya kisiasa ambapo officials wa chama huteuliwa na kupeana fursa ya kujadili maono ya kutiliwa kipaumbele chamani. Chama cha Jubilee kukisiwa kuleta msukosuko mpya wa siasa za upinzani. Kwa kunukuu ujumbe umeweza kusambazwa mitandaoni na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amesema, "Today I had the privilege of leading consultative meeting with the former Jubilee Party Kenya members of parliament alongside Honorable Fred Matiang'i and other leaders. Together we reflected on our shared journey and laid the ground for the Jubilee Party NDC this Friday," ikiwa ni tarehe 26 mwezi huu wa Septemba. Na kisha picha kusambaa mitandaoni ikionyesha Fred Matiang'i kwenye mkutano huu spesheli wa chama cha kisiasa cha Jubilee, chama ambacho kinara wake ni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Fred Matiang'i akiwa mmojawapo wa kinara wa umoja wa upinzani kujihusisha na chama hiki cha Jubilee na kudaiwa kuwa atakuwa flag bearer wa chama hiki kwenye chaguzi zijazo, huenda kutaleta migogoro zaidi kwenye umoja wa upinzani. Kwa mfano, kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Bere North, Jubilee Party kusimamisha Jacob Iredi kutaleta migogoro baina ya Fred Matiang'i na muungano wa umoja wa upinzani ambao kwa kauli moja isipokuwa yeye Dr. Fred Matiang'i wamekubaliana kumpigia debe Newton Karish kupitia chama cha DP, chama ambacho kinara wake ni Justin Muturi, mmojawapo wa kinara wa muungano wa umoja wa upinzani. Vilevile chama cha ODM kushiriki PG meeting mapema wiki hii, huku kinara wa chama Raila Odinga kukiri kuwa chama hakijapitisha azimio lolote la jinsi watakavyoingia kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027, inaleta hali ya taharuki kwenye serikali ya upana inayohusisha ushirikiano kwa makubaliano kati ya chama cha ODM na chama tawala cha UDA. Swali ni je, wakati wa kuhesabu madakika umefika kabla kukatizwa kwa mkataba wa chama hizi mbili UDA na ODM, jinsi ambavyo katibu mkuu wa chama hiki cha ODM Edwin Sifuna amezidi kuonya. Na ukumbuke Edwin Sifuna kama kiungo muhimu wa chama hiki cha ODM hakuweza kuhudhuria mkutano huu uliofanyika katika hoteli moja jijini Nairobi mnamo tarehe 22 mwezi huu wa Septemba, nia ikiwa ni kujadiliana jinsi ya kusherekea miaka 20 ya chama cha ODM kuwepo kwenye ukingo wa siasa, au pia tutaweza kushuhudia muungano wa vyama vya ODM na Jubilee jinsi ilivyo mwaka wa 2022 na waweze kumpigia debe Dr. Fred Matiang'i kama mpeperusha bendera ya urais mwaka wa 2027 chaguzi kuu. Hili litaacha muungano wa umoja wa upinzani wapi? Nijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni na kisha ni kuombe ukumbuke kuhit subscribe button, like na kushare New Media ikiwa ni kituo nambari 2 nyuma ya kuna kwa taarifa za aina hii na nyinginezo michezoni, hasa ligi kuu ya barani Ulaya. Shukran.